Mwaka 2015 nilikuwa nachunga kule Mabwepande kwa mlei. Mimi ni mwinjilisti mlei pasei kabisa. Nilikuwa nalea kule. Sasa mtoto wetu alikuwa anasoma kwenye shule ambayo sio ya kanisa, ambao walikuwa na utaratibu wa kila mwisho wa mwaka wanasoma wale watu ambao wanadaiwa ada. Mwisho wa mwaka wanasoma wale watu wote wanaodaiwa ada. Na mimi nilikuwa mwaka huo nilikuwa ni miongoni mwa wanaodaiwa ada. Nilikuwa nadaiwa Laki5. Kwa hiyo wakatuletea taarifa kwamba mkutano wa kufunga shule ni Jumapili. Ijumaa mtoto akarudi na barua, Jumapili inabidi twende kwenye kikao cha shule. Mama akakataa, akasema mimi siwezi kwenda. Na wakati huo mtoto alikuwa amepambana, alikuwa darasa la 4. Katika watoto waliopata maksi nyingi za hesabu kuanzia chekechea mpaka la 7 alikuwa ni yeye. Kwa hiyo mama akasema mimi siwezi kwenda kuaibika. Watu watatusoma kwamba sisi tunadaiwa na hiki kijiji chote wanajua kwamba sisi tunamtumikia Mungu. Nikamwambia mama, acha twende tukafungue Sabato. Tukafungua Sabato, Jumamosi tukaenda kanisani. Tuliporudi nikaingia store nikachukua viatu vyangu vyote vilivyoisha kwa ajili ya uinjilisti. Najua kazi ya uinjilisti, yaani yeyote aliyofanya kazi ya uinjilisti huwa inamaliza viatu, maana unatembea sana. Kwa hiyo muinjilisti yeyote wa kweli hawezi kuvaa viatu miezi mitatu, lazima kiatu kinakuwa kimeisha. Kwa hiyo nikaingia store nikakusanya vile viatu vyote vilivyoisha kwa ajili ya kazi ya Mungu, nikaviweka pale. Nikamwambia Mungu, mimi sina duka, sina kiwanda, sina shirika. Shirika langu ni wewe, kampuni yangu ni wewe, duka langu ni wewe, na hivi viatu vimeisha kwa ajili ya kufanya kazi yako. Hivyo nikienda nikaaibika, sio mimi nitakayoaibika, bali wewe ninayekutumikia ndio utakayeaibika. Basi Jumapili mama akanikataa, mimi nikaenda peke yangu. Kafika kwenye kikao, wakasoma ajenda zote, wakamaliza mwenendo wa shule, wakaanza kusoma watu ambao wakupongezwa kwamba wamemaliza. Mimi nadaiwa Laki5. Anasema kwa namna pekee tuchukue nafasi hii kumpongeza mchungaji wa kanisa la Wasabato Sixbert Terugwa kwa kuwa mzazi wa kwanza kumaliza ada tangu miezi 3 iliyopita. Unajua, unaweza usielewe, lakini kana kwamba nilifikiri yule msomaji amekosea, labda ameanza na wanaodaiwa. Kwa hiyo sikuanza kusimama, nikabaki pale pale. Akasema jamani, kama yupo amefika, tunaomba asimame, wazazi wote tuige mfano wake. Nikasimama, ukumbi mzima wenye watu zaidi ya 300 wakanipigia makofi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipotoka pale, anasema na tunaomba utusamee kwa sababu tumekucheleweshia risiti yako, ukitoka hapo upite pale ofisini ukachukue risiti yako. Nilipigia marafiki zangu wote simu kujua kama kuna mtu amenilipia ada, lakini sikuona hata mmoja alionilipia ada. Nikakumbuka nilivyomkumbusha Mungu nilichokifanya, Bwana alitenda muujiza. Haleluya. Na ni Bwana huyo atakaye kutendea na wewe asubuhi ya leo. Wewe mkumbushe sadaka zako unazozitoa. Mkumbushe Mungu kwamba Mungu, mimi nimetoa sadaka na sadaka inapatikana kwenye duka hili. Bwana, lete wateja. Bwana ataleta. Haleluya.